Karibuni sana, tunaendelea kujifunza. Nimepata request au ombi la kufanya tofauti kati ya kisamvu na muhogo. Niseme tu kwamba kulingana na mazingira ulipo inaweza kuwa tofauti, lakini kwa ujumla wake majani ya muhogo pia yanaliwa kama kinavyoliwa kisamvu, lakini kisamvu ndio special kwa ajili ya mboga kwa sababu kama tulivyosema ni laini, ni kitamu zaidi kwa ladha, lakini pia kisamvu mti wake au tuseme shina lake halitengenezi muhogo chini. Kwa hiyo kama ulivyoona hapo, hata ukichimba hapo utakuta mizizi tu midogo midogo, hamna muhogo. Kwa hiyo tofauti ya kwanza kwa ujumla ni kwamba shina la kisamvu, iwe kisamvu kama hiki au kisamvu mpira, hakitengenezi muhogo, wakati muhogo kwa aina zake zote unatengeneza kiazi chini ambaye ni muhogo. Na kwa aina zake zote mihogo utagundua kwamba mihogo wakati wa kiangazi kidogo inafifia muonekano wake kwa ajili ya jua, lakini kisamvu kinapunguza tu ile kasi ya kuzaa, lakini muonekano wa shina unakuwa bado ni kijani kama unavyoona hapa. Lakini pia kwa ujumla shina la kisamvu huwa linakuwa ni nene kulinganisha na shina la muhogo, ukiacha aina zake na vitu vingine vyote vikiwa katika hali ya kawaida. Shina la kisamvu huwa ni nene zaidi, na ukiacha lenyewe huwa linazidi kukua mwaka kwa mwaka, linazidi kuwa jiti kubwa. Wakati mwingine unakuwa mti mkubwa, unaweza usitambue hata kusema ni kisamvu. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, hiki kilikatwa muda sio mrefu, kimeshachanua hapa. Unaweza tena ukakata kisamvu tayari kwa ajili ya kutumia mboga. Unaona? Lakini huu ni muhogo, huu ni mkagire, na huu nao umeanza kuiva, tayari umeshaanza kutoa haya maua. Kwa hiyo nikiashiria kwamba tayari chini unakaribia kuwa tayari kwa ajili ya kuchukuliwa au kuvunwa. Kwa kawaida shina la kisamvu huwa linatawanyika kama unavyoona hii. Kwa hiyo hii yote na maana hapa ilivunwa, hapa ilivunwa ikaota, hapa ikavunwa, hapa ikaota hapa. Kwa hiyo utakuta linatengeneza ngazi ngazi kulingana na unavyovuna, lakini ukiliacha linakuwa kubwa sana, linakuwa jiti kubwa kama unavyoona hii. Naona huu ni, ukiangalia huku chini unaweza kufikiri ni mti tu wa kawaida, pengine mpaka uangalie juu majani. Kwa hiyo hapa limekatwa, lakini kama unavyoona limeshachipua tena, na hapo unaweza kuchuma tayari. Hiyo tayari ni mboga, unaweza kuchuma tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo katika hali ya kawaida shina la kisamvu linakuwa kubwa zaidi kuliko la muhogo, na ukiacha muhogo, ukiuacha utaendelea kukua, lakini itafikia wakati ni kama una sizi, unakuwa hauendelei tena. Lakini hili ukiliacha japo ni kidogo kidogo, litaendelea kukua na kuwa jiti kubwa zaidi. Hapa ulikuwa mkubwa sana, umetanda huku juu. Ukiangalia haya kama makuni yote, hii yote ni kisamvu ambacho yote kimekatwa kutoka kwenye huu mti mmoja. Unaona hili jingine nalo ni shina la kisamvu. Muonekano wake ni kama hivyo unavyoona. Hapa limeshachipua tayari, unaweza tenuka chuma kisamvu kingine. Kwa hiyo nimeona niseme hivi ili kwa wengine ambao hawajui waendelee kujifunza kwamba muhogo ni tofauti na kisamvu, lakini kuna watu wanakula pia kisamvu ambacho kinatokana na shina la muhogo linaloweka kiazi, lakini labda inawezekana kuwa ni upendeleo tu, mtu anapenda, ama pengine ni aina sehemu wanapotoka. Kwa mfano wenzetu maeneo ya Indonesia kule mashariki ya mbali wanatumia yote, lakini sisi tunapendelea kisamvu kwa maana ya chenyewe hiki ambacho chini hakitengenezi muhogo, kwa sababu ni laini zaidi, ni tamu zaidi, na shina lake linachanua upesi kulinganisha na muhogo kwa ujumla kwa aina zake. Ukipanda shina la kisamvu kwa ujumla wake ukilinganisha na mihogo, lenyewe huwa linakuwa polepole, yani uchipuaji wake unaenda polepole. Naweza kulinganisha na muhogo aina ya mkagire, huwa inaota polepole sana. Ngoja tuone hapa. Naona hiki ni kisamvu, ni shina ambalo linaota. Kwa hiyo hapa mwanzoni unavyopandikiza kwa mara ya kwanza huwa linaota polepole sana. Unaweza kufikiri pengine limekauka, lakini linaendelea kuota polepole. Tukiangalia jingine hili linaendelea kuota, tofauti na muhogo kwa ujumla wake. Muhogo mara nyingi ukipanda tu
unachipua upesi, japo kwa aina zake ziko nyingi, lakini kwa ujumla wake ndio iko hivyo. Kwa hiyo asanteni sana kwa kutazama. Natumai wengi mtajifunza. Kama hivi vitu unapenda kujifunza mambo mbalimbali ya kilimo na ufugaji, karibu sana. Usisahau kusubscribe. Kama una cha kuniambia, una swali na nini, unataka mbegu, karibu sana.